Vuguvugu la jipanga huku Uhuru akipanga na Matiang'i kukabiliana na Kenya Kwanza katika uchaguzi wa mwaka 2027. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenya Scope na kumbuka kusubscribe. Aliyekuwa rais wa kwanza Uhuru Kenyatta anaripotiwa kuwa katika harakati ya kuunda muungano madhubuti wa kisiasa utakaoweza kushindana na serikali ya Kenya Kwanza pamoja na miungano mingine mipya inayoibuka kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Taarifa kutoka kwa watu wa karibu zinaonyesha kuwa mchakato wa kuchagua mgombea mwenza wa muungano huo unaendelea kwa umakini mkubwa, huku kigezo cha uwiano wa kijiografia, uaminifu wa kisiasa na uzoefu kikizingatiwa kwa kina. Fred Matiang'i aliyewahi kuwa waziri wa usalama wa ndani anaendelea kuibuka kwa mmoja wa wagombea wenye mvuto mkubwa, hasa kutokana na taswira yake utendaji wa kiutendaji, udhabiti katika maamuzi na rekodi ya utumishi wa umma isiyo na doa kubwa. Umaarufu wake umeanza kushika kasi katika maeneo muhimu kisiasa kama Mlima Kenya na maeneo ya magharibi mwa Kenya, hali inayozua mijadala mikali ndani ya vyama vya upinzani na kuibua mikakati ya mapema kutoka kwa wapinzani. Vyanzo vya habari vinaeleza kuwa Uhuru anahusika moja kwa moja katika mchakato wa uteuzi wa mgombea mwenza, akilenga kumpata mtu atakayemsaidia Matiang'i kupanua ushawishi wa kisiasa na kuvutia makundi muhimu ya wapiga kura. Majina ya wagombea wenza wanaotajwa yanajumuisha magavana mashuhuri, wabunge wenye uzoefu na wa muda mrefu, pamoja na wataalamu waliobobea katika sekta mbalimbali. Taarifa zinaonyesha kuwa mkakati huo mpya pia unalenga kuvutia kura kutoka kwa vijana na wanawake, na katika hilo inaelezwa kuwa nafasi ya mgombea mwenza mwanamke inafikiriwa kwa umakini kama njia ya kuongeza mvuto wa kutoa picha ya usawa wa kijinsia katika uongozi. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa uwezo wa Matiang'i wa kusimama taasisi za serikali kwa ufanisi pamoja na uthabiti wake kisiasa unampa nafasi nzuri ya kuwa chaguo linaloweza kuaminika kwa wapiga kura wanaotaka mageuzi ya uongozi. Hata hivyo, mafanikio ya tikiti hiyo pia yatategemea uwezo wa timu ya Uhuru kuunganisha makundi mbalimbali ya kijamii na kisiasa katika muundo wa muungano wenye mshikamano. Japo mchakato huu umehifadhiwa kwa usiri mkubwa, taarifa zinazovuja zinaashiria kuwa orodha ya mwisho ya wagombea wenza imebaki mikononi mwa watu wachache waaminifu katika kambi ya Uhuru. Hali hiyo imezua hisia tofauti kutoka kwa washindani wa kisiasa, baadhi yao wakianza kuweka mikakati ya kukabiliana na muungano huo iwapo taibuka rasmi. Na kama sehemu ya maandalizi kuelekea mwaka 2027, timu ya Matiang'i na Uhuru inatathmini si tu jinsi ya kushinda kura, bali pia kuhakikisha utulivu wa kisiasa baada ya uchaguzi. Uamuzi wa mwisho kuhusu mgombea mwenza unatarajiwa kutangazwa kabla ya mwisho wa mwaka huu, wakati vuguvugu la kampeni linavyozidi kushika kasi nchini.